Ndugu zangu, digestion system, chakula kikifika kwenye stomach kinakwenda kuwa absorbed, kinakuwa digested, kinasagwa pale, kinasagwa, alafu bakteria wanauawa, chakula kinahamishwa kutoka kwenye stomach kinakwenda chini kwenye utumbo mwembamba. Na hapa ndo nataka nimalizie mada, tuseme inshallah, alafu tutaangalia tumalizie kipande kinachofuata. Chakula kikishafika kwenye utumbo mwembamba, sasa kule kwenye utumbo mwembamba ambako ukitoa nywele za mwanadamu na mishipa ya damu na ya fahamu, utumbo ndio kiungo cha tatu chenye urefu zaidi katika mwili wa mwanadamu. Utumbo wa mwanadamu una urefu wa futi 40. Narudia hapo, utumbo wa mwanadamu una urefu wa futi 40. Na maanisha urefu wa msikiti huu inaweza kuwa utumbo wa watu wawili, tunaanza mwanzo mpaka mwisho. Yani utumbo wangu na huyu bwana ukifungwa hapa, unagusa hapa kibla, mwingine kwenye mlango ule kule, na pengine utatoka nje kidogo. Kwa nini kipande cha utumbo kimekuwa kirefu? Kwa sababu hapa ndo kwenye final digestion system, hapa ndio digestion system ya mwisho inapofanyika. Sa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia juu kidogo sentimeta 6 kutoka mwisho wa mfuko wa chakula kuelekea kwenye utumbo mwembamba. Hapa amefunga viungo vya nyongo, bile, vilivyoning'inizwa kwenye ini. Sijui naeleweka vizuri? Sentimeta 6 kutoka maungio ya utumbo na mfuko wa chakula, kuna eneo hili limefungwa ini, na katika ini kumeoteshwa kitu kinaitwa bile, mfuko wa nyongo, bile bladder, mfuko wa nyongo. Kazi yake mfuko huu ni kumwaga nyongo, na hii nyongo kazi yake kubwa ni kwenda kumalizia kazi kule kwenye digestion system chini. Ndio maana nikasema ukitapika hutapiki nyongo, unatapika nini? Unatapika gastric juice, kwa sababu nyongo ipo chini ya utumbo, na kutoka pale kwenye utumbo mwembamba kwenda kile kipande cha sentimeta 6 kutoka maungio ya mfuko wa chakula kwenda eneo lilo la nyongo, pale kuna kitu kinaitwa pyloric sphincter. Inaitwa nini? Pyloric sphincter. Hiyo haina excuse, hairuhusiwi kufunguka. Hiyo inafunguka chakula kutoka kwenye mfuko wa chakula kwenye utumbo mwembamba tu, lakini haturuhusiwi kutoka utumbo mwembamba kuja kwenye mfuko wa chakula, kwa sababu ikifunguka hiyo hata kwa maradhi, ndio unamkuta mtu anatapika kinyesi, na huyu haponi. Mgonjwa anayetapika kinyesi kupona ni ngumu. Katika wagonjwa 100 wanapona 2, 98 kwa heri. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweka mfuko wa nyongo, yani bile bladder. Mfuko huu kazi yake kumwaga maji ya nyongo, na maji ya nyongo kwenye mwili wa mwanadamu una kazi 4 tu. Kazi ngapi? 4 tu, azizidi hizo bwana. Na hapa ndo tunapojifunza ile story ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, kwamba alipokuwa anakwenda mbinguni alitolewa nyongo asiwe na hasira. Mashekhe kidogo maneno haya magumu. Miskatai Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hakutolewa nyongo, lakini napata mashaka na maelezo ya tukio, kwa sababu kazi za nyongo ziko ngapi? 4 tu. Kazi ya kwanza ya nyongo ni kudigest chakula, kusaga chakula. Kazi ya pili ya nyongo ni kuua mafuta, yani kuyapiga mafuta katika droplets, katika matone ili yawe digested katika mwili. Kazi ya tatu ya nyongo ni kutia rangi kinyesi. Ndio maana unakula tikiti lina rangi yake, mihogo ina rangi yake, pilau lina rangi yake, magimbi yana rangi yake, iftari ya tambi na rangi yake, mandazi yana rangi yake, lakini kinyesi kinatoka uniform. Hakuna kusema hiki kinyesi cha mlenda kinatoka kijani, hiki kinyesi cha pilau kitatoka cha njano. Hapana. Kinyesi cha maskini na kinyesi cha tajiri, kinyesi cha vyakula vingi kama drafti na kinyesi cha chakula kimoja kama matone ya maji kwenye koki ya bomba, vyote vinatoka uniform. Kazi ya rangi ya kinyesi inatiwa na maji ya nyongo. Maji ya nyongo, moja ya wajibu wake ni kutengeneza rangi ya kinyesi, na rangi ya kinyesi inatakiwa iende kama jani kavu kidogo, isiende kwenye njano.
Kinyesi pia kinatakiwa kiwe na wingi wa kiwe kimejaa na wingi wa fiber. Ndio maana tunashauriwa kula vyakula vyenye fiber kwa wingi. Vyakula vyenye fiber kwa wingi ni ukilikata papai bivu, ndani kuna kamba. Unaona zile kamba zilizo kwenye ndani ya papai zinazoshikilia tunda, zile zinaitwa, zinazoshikilia mbegu za papai, zile zinaitwa fiber. Muhimu sana zile kula. Nitakwambia mwisho kazi yake fiber. Lakini fiber pia inapatikana kwenye mahindi. Unaona mahindi ya kuchemsha? Ya kuchemsha ndo haswa unaipata fiber kwa wingi. Ukila hindi la kuchoma unasaidia kupata fiber. Na ukitaka kujua fiber imefanya kazi kwenye mwili wako, jisaidie kwenye choo cha sinki. Mwaga maji kwanza afu jisaidie. Ukimwaga maji kinatakiwa choo kiteremke chote chote. Ukiona mafungu yamebaki pale, kingine kimekatika kimekwenda, uona shida kwenye digestion system. Kwa tunashauriwa sana kula vyakula vyenye fiber. Fiber nyingine inapatikana kwa wingi kwenye tende. Tende ina fiber nyingi kupitiliza. Ndio maana mtu anayedumu kula tende kwa 7 kila siku hawezi kupata shida constipation, hawezi kupata shida ya maumivu ya choo na choo kuwa kigumu. Yani muda wake wote atakuwa anaweza kupata choo vizuri ya kila tende na maziwa. Kwa nini? Kwa sababu tende ngozi yake ni fiber. Kama unavyoona ganda la hindi, ndivyo ilivyo ganda la tende. Lakini sifa ya ganda la hindi, haivunjiki haraka. Ganda la tende inakatika na kuvunjika. Kwa hiyo kwenye tende kuna fiber nyingi, inasaidia digestion system kwa wingi. Sasa kazi nyingine ya maji ya nyongo ni kutia rangi kinyesi. Na kazi ya mwisho ya maji ya nyongo ni kutia harufu kinyesi. Ndio maana unakula papai linanukia, unakula wali pilau linanukia, na kinyesi nacho kinatokea kinanukia. Kuna watu wananitazama macho, sasa kinyesi kinanukia? Ndio kwa sababu tumbo linahitaji harufu ya kinyesi. Tumbo halihitaji harufu ya chakula. Ikitokea umepiga mbowe alafu kile chakula ulichokula kinatoka kama kilivyo, tayari umevimbiwa na we mgonjwa. Tumbo linahitaji harufu ya kinyesi. Yani baada ya muda ufanye afu hewa imesambaa huko. Mkiwa ndani kidogo mnatafutana kwa dakika. Hiyo ndio digestion system. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia system hii ili kukusaidia mwanadamu kupata faida. Sasa chakula kikifika kwenye utumbo mwembamba kinakuwa absorbed katika blood capillaries, kinanyonywa katika mishipa ya damu ya capillaries, mishipa midogo ya capillaries inaingia katika mwili. Lengo la chakula kikiingia katika mwili kinagawika makundi mawili. Makundi mangapi? Mawili. Kundi la kwanza, chakula hiki kinakuwa absorbed katika blood capillaries, kinanyonywa kwenye mishipa ya damu ya mwili, kinakwenda kutumika mwilini kwa matumizi ya mwili. Chakula kinachobaki hakitumiki mwilini, hakiwi absorbed katika blood capillaries, baada yake kinakuwa stored katika tissue, kinahifadhiwa katika nyama za mwili wako. Kile chakula ambacho kilikuwa katika hali ya simple sugar, kilichokuwa kimesagwa katika hali ya glucose, kilichosagwa katika hali ya simple sugar ama glucose, kile chakula sasa kinaanza kuganda. Baada ya miezi miwili kinaganda kwenye damu, baada ya miezi mitatu kinaanza kuganda kwenye damu, baada ya miezi 6 kinazidi kuganda kwenye damu. Kikiganda, mwili unahitaji akiba ya chakula, na unatambua kikibaki vile kilivyo katika hali ya simple sugar kitachacha mapema. Kama vile chakula hujakipasha moto au hujakiweka kwenye friji, kitaharibika mapema. Kikiharibikia mwili utapata maradhi. Radical cells zitatake place, zitaathiri kinga za mwili, kwa sababu kinga za mwili zitabadilika na kuwa seli ovu na zitaleta madhara kwenye mwili. Mwili unachofanya, unakibadilisha chakula kutoka simple sugar yani glucose na kukifanya katika hali ya fats yani mafuta. Hapa sasa inakwenda kuhifadhiwa katika nyama za tumbo, ndo kitambi. Zinahifadhiwa kwenye makalio, ndo mawowowo. Inahifadhiwa kwenye mapaja, ndo mahipsi. Inahifadhiwa kwenye mashingo, manyama ya mabega, ndo ile ubaunsa. Inahifadhiwa katika nyama za kifua, ndo ile kifua kipana wanaitwa mabaunsa.
Nyama zinahifadhiwa kwenye mwili wako. Kadiri unavyoongeza idadi ya mafuta ndivyo unavyohifadhi kiwango cha chakula kingi katika mwili. Chakula hiki kinakwenda, mwisho wa siku na chenyewe pia kinaharibika, kwa sababu kina expire date. Hakuna kitu kinaishi bila expire date. Chakula hiki nacho kinafikia tarehe ya kuanza kuharibika. Ili kisiharibike mwilini, ndio Mungu akaweka utaratibu wa saumu mara moja kwa mwaka. Mtume akasema sumu taswihu, fungeni mnapata afya. Kwa nini? Kwa sababu kitendo cha kutokula mchana mzima na jioni ukafuturu kwa utaratibu wa Kiislamu, hapa napo nieleweke, kuna watu wanamkomoa Mungu, wanampiga krosi. Yani kuna watu wanatoaga pasi za mwisho, asisti, utafikiri chama. Mimi sina timu jamani, mtania radhi, nimetaja tu hapo. Sikwani chama ndo nani? Au nimekosea? Basi nionzima. Shanielewa hao wote watu wa asisti hao Maana Simba na Yanga mnawapenda watu wenu hao. Sasa mwili wa mwanadamu unaweka ziada ya chakula, na mwili unajua kwamba ziada hii inakwenda inaharibika. Asa ili isiharibike, ndio Mungu akaweka utaratibu wa kufunga. Lengo ni nini? Kile kipindi cha kufunga mchana unakuwa huli, kwa sababu huli usiku wa kuamkia saumu unakula daku kidogo. Na hapa ndo nitafundisha daku inayofaa. Unakula daku kidogo, unakula daku usiku, unalala. Asubuhi chakula digestion kinafanyika masaa 4. Yani tangu chakula umekila mpaka kimalizike kusagwa, kama tumbo liko nomo, inatakiwa iwe ndani ya masaa 4. Kiwe chakula chote kimeisha, yani chote kiwe kishakwa kinyesi ndani ya masaa 4. Ukiona mpaka masaa 6 bado unabeua, chakula kipo, wewe mgonjwa. Sasa chakula kile kikishasagwa ndani ya masaa 4, maana yake yale masaa ya kufunga yaliyobaki, mwili unakuwa hauna chakula cha ziada ndani ya tumbo. Kwa hiyo mwili hauchukui chakula kutoka tumboni. Badala yake, kwa sababu mwili unahitaji nguvu na chakula kile kilichonyonywa tayari kishatumika mwilini, mwili unaenda kuangalia ziada ya chakula kwenye mwili iko wapi. Cha kwanza kabisa, mwili unatengeneza uchovu. Ndio maana mfungaji kitu cha kwanza baina ya saa 4 mpaka saa 6 anahisi kuchoka. Kwa nini unachoka? Kwa sababu ile sumu iliyopo kwenye damu inayayushwa. Mwili unaandaa joto, una stimulate joto likipashwa kwenye mwili, yale mafuta yanayayuka, kama vile unavyochukua siagi ukaiweka wapi? Jikoni. Siagi inafanya nini? Inayayuka. Mafuta yaliyoganda yanafanya nini? Yanayuka. Mwili unapiga joto. Ndio maana mfungaji muda wa saa 4, saa 6 na saa 9, maeneo hayo lazima aumwe kichwa na apate homa. Kwa nini? Asikia kama baridi, homa kidogo, hasa zile siku za kwanza za kufunga zinakuwa za ziki mpaka mwili uzoee ile hali. Kwa nini? Kwa sababu wakati ule mwili umezoea kutia chakula kipya, wewe unakuwa huna unachokiweka mwilini. Mwili unachofanya, unapasha yale mafuta yaliyoganda kwenye tishu za mwili, alafu yanayayushwa, yanabaki tena katika damu. Damu inayanyonya tena kwa ajili ya matumizi ya mwili, ili mwili upate energy, uweze kupata nguvu na kuendelea kuishi. Ina maana kila siku moja ya funga kuna kiwango cha mafuta ya ziada ambayo ni mabaki ya chakula yaliyoganda, ambayo Mungu ameyahifadhi kwa njia ya fats katika hali ya mafuta ili yaweze kutumika. Kwa ukifunga siku 30, mafuta yanazidi kupungua kila siku. Leo unapungua 2%, kesho 4%, kesho kutwa 6, mtondogoo 8, inayofuata 10. Inategemea unavyofunga, mpaka ukimaliza Ramadhani unaweza kujikuta zaidi ya 60% ya mafuta katika mwili wako yameshafanya nini? Yameshaondolewa. Kwa yale mafuta takasumu ambayo ni 60% mpaka 80 yameondolewa kwenye mwili wako, yanabaki machache ambayo yakikutana na mafuta utakayokuja kula baada ya Ramadhani yanakuwa fresh, hayana madhara tena. Kwa nini? Yale yangeendelea kubaki, yangebadilika na kuwa seli ovyo, na yangeweza seli ovu, na yangeweza kushambulia seli za mwili na kuzibadilisha, na hivyo kuwa free radical ama radical cells, ambazo radical cells hizi zikiingia
zikiingia katika mwili zinawashambulia kinga wa mwili, majeshi wa mwili, na kufanya mwili automatically kuwa mdhaifu, maradhi yanaingia kwa urahisi. Kwa Mtume sasa anaposema sumu taswihu, fungeni mtapata afya, maana yake funga ina protect sumu ambayo ingeweza kuwa seli ovu, ambayo ingeweza kushambulia seli za mwili, ambayo ingefanya kinga za mwili kushuka, maradhi yakawa rahisi kufanya nini? Kukuingia. Maana yake funga kwanza ni kinga ya maradhi. Si nimeeleweka vizuri? Kinga ya maradhi ni yani saumu ni kinga ya nini? Ya maradhi. Ukifunga unajikinga na maradhi. Achilia mbali maradhi yanayotibiwa na saumu. Haya nayo tutakubaliana na shekhe. Nadhani darasa hii tuirudie Jumapili jioni, kwa sababu muda umekwenda sana. Na kesho na darasa ya kina mama asubuhi, na darasa ya kesho kutwa kina mama asubuhi. Magharibi kesho kutwa tuendelee, kwa sababu itakuwa ni siku ya mapumziko, tuko nyumbani. Jumapili baada ya salati al-magharibi, na ndio itakuwa pengine siku ya mwisho kuelekea Ramadhani. Kwa wale ambao watatangulia, tutatangulia kufunga, na wale tutakaochelewa kufunga itakuwa tunasubiri siku moja. Basi baada al-magharibi siku ya Jumapili nije niyataje sasa yale magonjwa yenyewe ambayo automatically yanatibiwa na saumu. Kwa wewe mgonjwa wa vidonda vya tumbo, usiache kufunga, ufunge huku unaumwa, lakini ule daku gani jioni ili uone saumu haitakutesa. We mgonjwa wa sukari, ukifunga ule daku gani jioni ili sukari isikutese. We mgonjwa wa presha, ule daku gani jioni ili presha isikutese. Na ukimaliza Ramadhani na ugonjwa umekwisha, au 70% ushautibu. Hii nitaifundisha Jumapili panapo majaliwa. Tuseme inshallah. Tuseme inshallah. Mwisho sasa, kabla hatujaingia katika kumalizia, na mambo mawili naomba niyatolee taarifa. Baada ya salati al-Juma niliwaambia panapo majaliwa kesho tutaanza huduma za matibabu. Ratiba haijabadilika. Kesho panapo majaliwa hapa katika msikiti huu tutaanza huduma ya kutoa huduma za afya.